Kamati kuu licha kufahamu ubatili wa tume ya Jaji Othman Chande imepitia hotuba ya mwenyekiti huyo kuona kuwa ni hotuba yake na wenzake walioamua kuuza utu wao na kufanya kazi ya kuficha na kupotosha ukweli ambao unafahamika kwa kila mtu Tanzania na dunia nzima. Wanasema less ipsa loquitur, na kwa Kiingereza the matter speaks for itself, na kwa Kiingereza jambo linajieleza, na kwa Kiswahili jambo linajieleza lenyewe. Tume hiyo batili ya Jaji Chande imefanya kazi moja tu ya kuficha ukweli, kudogodesha matukio mabaya yaliyofanywa na Samia na jeshi la polisi na vikosi vingine vya usalama, hata wanadaiwa kuwa mamluki kutoka nje ambao walifika na kuua watu kwa maelfu na si mamia yanataja na tume hiyo haramu na batili. Tume hiyo katika hali ya kushangaza ilidai kufanya kazi ya kutoa amri ya kuchunguzwa kwa maiti kupitia sheria ya uchunguzi wa vifo the Inquest Act, wakati yenyewe haina mamlaka hayo. Uchunguzi wa vifo visivyoelewekwa ufanywa kwa amri ya mahakama baada ya shauri la uchunguzi kuwa limefunguliwa katika mahakama ya wilaya. Kwanza kwamba tume hiyo ya Chande ambayo iliongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu wa nchi yetu ilifanya hivyo, huo ni ushahidi mwingine kwa Watanzania utawala wa sheria katika nchi yetu umeporomoka na kilichopo sasa ni ubabe tu. Si vyombo, idara na taasisi za serikali zinazofuata na kuheshimu sheria, bali zinafanya kazi kupitia amri za wakubwa walioko serikalini. Hivyo takwimu zote zilizotolewa na Jaji Chande katika hotuba yake za kutungwa na ambazo hazitokana na ukweli halisi pamoja na mamlaka ya kisheria. Aidha, uchunguzi uliofanywa wa maiti kwa kupitia maagizo ya tume hiyo ni batili na itabidi ufanywe upya kwa kufuata amri za mahakama za uchunguzi wa vifo, Coroner's Court. Licha ubatili wake wa kisiasa na kimaadili, kamati kuu inabainisha kuwa moja mapungufu makubwa ya msingi ya tume hiyo yapo katika hadithi za rejea ambazo zilijikita katika kutafuta vichochezi vya ghasia badala ya kuchunguza chanzo cha ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mtazamo wa kisheria na kisiasa, mwelekeo huo ulifanya tume kuanza kazi yake tayari ikiwa na hitimisho la awali kwamba tatizo lilikuwa ni ghasia za wananchi badala ya kujiuliza ni nini kisababisha wananchi kufikia hatua hiyo. Ndani ya muktadha huo, tume ilichagua kuielekeza lawama kwa mbiu za kisiasa za Chadema na vyama vingine, hususan no reforms no election, bila kuzingatia kwamba mbiu hiyo ilikuwa ni mwitikio wa mazingira ya muda mrefu na ya kukosekana kwa haki katika uchaguzi. Kwa tafsiri ya kamati kuu, kauli mbiu hiyo haikuwa chanzo cha ghasia, bali ni matokeo ya kukosekana kwa haki na uwazi katika mchakato wa kidemokrasia, na ilikuwa na lengo la kuhamasisha wananchi kuweza kudai haki yao ya kuweza kupigania mfumo haki na uhuru wa uchaguzi, kitu ambacho sio kosa. Hivyo basi kuziweka au kuweka zile kauli kama kichocheo kikuu cha migogoro ni kupotosha ukweli na kufunika sababu halisi ambazo ni kimuundo katika mfumo na michakato yetu ya uchaguzi. Kwa upande wa uhalali wa tume, kamati kuu inaona kuwa kulikuwa na pengo kubwa la kuaminika, credibility gap, na kutokana na namna ilivyoundwa na kuendeshwa, wajumbe wake waliteuliwa na mamlaka ile inayolalamikiwa kuhusika katika matukio ya ukatili, jambo linalozua mgongano wa kimaslahi. Aidha, ucheleweshaji wa utoaji wa ripoti ulikuwa mkakati wa kutengeneza kampeni na simuliza kuandaa umma kuikubali ripoti ambayo ni batili, huku mazingira ya hofu yaliyotawala yakiwazuia wananchi wengi kutoa ushahidi wao kwa uhuru, hasa ikizingatiwa kuwa vyombo vinavyotuhumiwa ndivyo vilikuwa vikilinda mchakato wa tume. Tume hiyo ilianza kampeni ya kuipigia chapuo kile ilichokiita ripoti, na mwisho kilichotolewa kwa umma ni hotuba. Tume ya mauaji inawezaje kufanya kampeni tafuta mashehe, wachungaji, maaskofu, wanasiasa, waandishi wa habari ambao hata kabla ya kuiona kusoma ripoti yake wanaamka na kusema kuwa wana imani na tume. Ama kweli kiwango cha watu kujiheshimu katika nchi yetu, tena watu wazima, kimeshuka sana. Kamati kuu imesikitishwa na kufedheheshwa sana na kiwango cha upotoshaji mkubwa wa sababu za maandamano yalitokea siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba 2025 na mauaji yalitokea kabla, mnamo na baada ya tarehe hiyo. Eti kauli za Oktoba za zone reform no election, Oktoba tunatiki, Oktoba tunatoka na nyinginezo nyingi ndizo zilizochochea vijana wote wale kuandamana tarehe hiyo. Je, hao vijana hawakeri na kuvurugwa kabisa kwa mfumo wa uchaguzi nchini, na badala yake genge la watu wachache wamejipa mamlaka ya kutawala wa Tanzania kwa mabavu, watake wasitake? Je, wao kupinga kuporwa kwa mamlaka yao ya kuwa wananchi ndio chanzo cha mamlaka na kuwa serikali itajipatia mamlaka yake kutoka kwa wananchi, wanakuwa wametenda kosa gani? Je, wao kupinga bandari zao kugawiwa kijanja kwa kampuni ya DP World
kupinga wanyama wao kuchukuliwa na kupelekwa katika nchi za United Arab Emirates na kuundwa kwa Serengeti ndogo katika nchi hiyo, hapo wanakuwa wametenda kosa gani? Je, vijana kupinga utamalaki kwa rushwa na ubadhirifu nchini na mabilioni yanayoibiwa kila uchao na viongozi wa serikali hii haramu ya Samia na CCM wanakuwa wametenda kosa gani? Kupinga kwa vijana kuuawa na kutekwa kwa watu kuna kuendelea bila kukomeshwa, huku kiongozi haramu wa nchi hii akitoa kauli ya mipasho na ya kutojali kama vile kifo ni kifo tu na rais akosei, wanakosa gani? Je, bunge linapogeuka muhuri wa genge la watawala waovu na wababe na wanaoshangilia kuibwa na kufisadiwa kwa mali na rasilimali za nchi, huku mahakama ikitoa kila aina ya kinga kwa genge hilo kuendelea kuifisadi nchi, je, wananchi waende wapi pengine isipokuwa kuingia mtaani? Je, pale chama halisi cha ushindani ambacho ndicho chama kikubwa cha siasa katika nchi yetu, Chadema, kinapozuiwa kufanya shughuli zake za siasa, huku msajili wa vyama vya siasa akishiriki katika kuhujumu na hata kukataa kutambua uongozi na sekretari ya chama hicho, ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi hii? Pale kiongozi wa chama kikuu cha siasa nchini anaposhikwa na kubambikiwa kesi ya uhaini na wafuasi wake wakizuiwa kuhudhuria kesi yake na kupigwa na kudhalilishwa utu wao, je, ni ujumbe gani unatumwa kwa vijana wa nchi yetu? Je, kesi za kiongozi hiyo zinapoendeshwa kwa spidi ya konokono licha ya udhaifu wa afya yake, je, ni ujumbe gani unaotumwa kwa vijana wa nchi yetu? Kamati kuu imeshtushwa kabisa na kitendo cha tume ya Jaji Chande kukosa hata kuzungumzia kwa namna yote ile kule kushikwa na kuwekwa ndani kwa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu na jinsi kesi zake zinavyoendeshwa na matendo machafu yaliyofanywa na polisi na askari magereza kwa mwenyekiti Tundu Lissu, ikiwa ni pamoja na wafuasi wake kupigwa, kutekwa na kutupwa huko Mabwepande na Ununio, udhalilishaji wa kingono na maungo wa viongozi wa chama na wanachama wa Chadema pamoja na vijana waliokwenda kuhudhuria kesi zake. Kamati kuu imeshangazwa kwa kutozungumzwa hata kidogo na tume hiyo haramu juu ya zuio la kanisa la Ufufuo na Uzima kufanya kazi yake kutokana tu na kauli ya kiongozi wake Askofu Josephat Gwajima kupinga utekaji kama tume inavyoweza kwa matendo kama hayo. Kama nini kuhusu ilichosema kuwa imekifanya? Kamati kuu imesikitishwa na maelezo ya ajabu na yasiyoingia akilini eti jeshi la polisi lilitumia kwanza silaha baridi ikiwemo mabomu ya machozi, na eti ni maiti 36 zilizokuwa zina majeraha sehemu za kifua na tumbo, na eti maiti 166 zilikuwa na majeraha sehemu za miguu na mikono. Kamati kuu inasema kuwa kama ingekuwa ni hivyo, basi idadi ambao watu walifariki ingekuwa ndogo sana, lakini sivyo ilivyokuwa, kwani jeshi la polisi na vyombo vya usalama wao walitekeleza amri ya kupiga risasi ili kuua, shoot to kill. Hiki ndicho kilichoamuliwa na aliyetoa amri hiyo, na baadaye akasikia akisema nguvu iliyotumika ilikuwa nguvu stahiki, kwani nyie mlitaka nguvu gani nyingine itumike? Mwisho wa kunukuu. Kamati kuu imebaini kuwa licha ya kuwepo kwa kauli za kutoka Samia Suluhu Hassan na viongozi wa CCM juu ya ushiriki wao katika kuamrisha kupigwa kwa risasi kwa waandamanaji halali wa demokrasia mnamo 29 Oktoba 2025, tume ya Chande imekataa kabisa kuzungumzia kauli hizo wala hata kumhusisha kwa namna yote ile Samia Suluhu Hassan katika hayo yote. Ikumbukwe kuwa Samia ndiye alikuwa rais wakati ule, na kuna msemo maarufu wa rais wa zamani wa Marekani Harry Truman wa kuwa the buck stops here, akimaanisha kuwa lawama na mzigo wote wa utendaji serikalini unabebwa na rais. Kitendo cha tume hiyo haramu na upotoshaji ya Chande kushindwa kuchunguza mwenendo wa Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa rais wakati ule na matendo yake yote ni ushahidi wa wazi kabisa kuwa hii haikuwa tume yenye lengo la kufahamu ukweli juu ya kile kilichotokea, bali iliyolenga kumsafisha na kumlinda Samia Suluhu na kutafuta kondoo wa kafara, na kazi hiyo ya kutafuta kondoo inaendelea. Tume ya Chande haikuzungumzia hata sehemu moja juu ya zuio haramu la Camillus Wambura ambalo baada ya kutolewa kwake maelfu wa Tanzania waliuawa. Huu ni ushahidi mwingine wa jinsi tume hii ilivyokuwa kazini kuficha ukweli. Tume hii katika kuwakejeli wa Tanzania iliamua kusema kuwa chanzo cha utekaji na upoteaji wa watu ni kutokana na wivu wa kimapenzi. Kamati kuu ilisikitishwa sana na kitendo cha tume hii kunukuu bila hata utafiti taarifa ya jeshi la polisi ambayo ilikuwa imetolewa mwanzoni na katikati ya mwaka 2025. Jeshi hili katika taarifa yake ambayo ni mtumio mkubwa wa utekaji na udhalilishaji wa kutisha watu pamoja na idara ya usalama wa taifa liko katika mstari wa mbele kupotosha umma na kutoa sababu zisizoingia akilini. Je, Ali Kibao alikuwa na uvugani wa mapenzi? Je, Mdude Nyagali aliyepigwa mbele ya mke wake,
Deusdedith Soka na wenzake walikuwa wivu gani wa kimapenzi? Ajabu yake, kamati kuu imeshtushwa na kitendo cha tume hii haramu kukataa hata kutambua kuwa mahakama kuu katika kesi ya Deusdedith Soka na wenzake wawili dhidi ya kamishna jenerali wa polisi ambaye ni Miscellaneous Criminal Application number 23998 ya mwaka 24 iliagiza jeshi la polisi kuchunguza upoteaji wa Deusdedith Soka na wenzake. Jaji Dian Sobera alisema, on the 27th August 2024, the respondents, through their arraigned senior state attorney, prayed for time to make inquiry on the whereabouts of the applicants. In that respect, I invoke Rule 12 of the rules and direct the police force, the first, second, third, fourth, and fifth respondents, in particular, to investigate the whereabouts of the applicants through their powers under sections 10 of the Criminal Procedure Act, Cap 20, Revised Edition 2022, and sections 5, subsection 1 of the Police Force and the Auxiliary Services Act, Cap 332, Revised Edition 2019, and the Article 14 of the 1977 Constitution of the United Republic of Tanzania, Cap 2, Revised Edition 2019, taking into account the undeniable fact that the state has a corresponding duty to ensure the safety of its citizens as provided under Order 2233 of the Police Force and Auxiliary Services, Police, in bracket Police General Orders, PGO, GN number 315 2021, published on the 26th of January 2021. This direction is in line with the Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 2010, which Tanzania is a signatory thereto. Mwisho wa kunukuu. Mpaka leo hii agizo hilo la mahakama kuu halijatekelezwa. Jeshi la polisi linalojigamba kuwa linatenda kazi zake kwa weledi na umahiri mkubwa. Lakini kwa tume ya Jaji Chande, kiukwaji wa makusudi ya amri ya mahakama kuu kwake si tatizo, kwa kuwa umefanywa na jeshi la polisi. Sasa inashangazaje kuona wananchi ambao wamekosa haki zao za msingi ambazo kwa kweli hazihitaji hata kubishaniwa au kujadiliwa, kwa sababu katika nchi ya kidemokrasia lazima ziheshimiwe na kuenziwa, wanapoamua kuandamana kuzidai, na huku wakitambua kuwa uchaguzi utokea mara moja tu katika kipindi cha miaka mitano, na kuwa haki hiyo ikipotea itabidi wasubiri miaka mingine mitano. Je, hiyo inahitaji mtu awe mtaalamu wa sayansi za roketi au rocket scientist? Tume ya Chande imetaja uzembe mwingi tu, eti hata kuwepo kwa vijana 500 walipewa mafunzo ya kufanya ghasia katika maeneo mbalimbali nchini kwa siku 28, na eti moja ya kambi hizo ilikuwa ni nyumba moja iliyokuwa mita 10 kutoka kituo kimoja cha polisi. Kamati kuu imeshtushwa sana na kauli hii, kwani kama ni kweli basi nchi hii haipo salama na hatuna vyombo vyenye weledi vya ulinzi na usalama, na vinatakiwa vivunjwe mara moja. Kutokana na kutoaminika kwake, kamati hii kuu inasema tume hiyo haramu ya Chande iligeuza kuwa kitengo cha propaganda cha CCM na Samia Suluhu Hassan, kwani ilichokisema hakina mantiki na ni kejeli. Aidha, kamati kuu imeshtushwa na kauli hiyo, eti vijana walioandamana walilipwa fedha kati ya shilingi 5,000, 10,000 hadi milioni 5. Je, ni nani alipa fedha hizo na vyombo vya ulinzi na usalama vya ulinzi na usalama venye taarifa za kiintelijensia vilikuwa wapi? Je, mtu ambaye hana ajira anahitaji kulipwa ili adai haki yake? Je, mtu ambaye ndugu yake ametekwa na kudhalilishwa anaweza kuandamana tu kutokana na kulipwa fedha? Ni wazi kuwa tume hii haiwaheshimu wa Tanzania. Kejeli na propaganda chafu za tume hii hazikuishia hapo, kwani imesema eti polisi na vyombo vingine vya usalama wanasema walishtukizwa na wakuwa wamejiandaa vya kutosha kwa aina ya ghasia zilizotokea. Hii si kweli hata kidogo, kwani mnamo Januari 2024 kama tulivyosema hapo juu, Samia Suluhu Hassan alikuwa ametoa agizo kwa JWZ kujiandaa kushiriki katika kusimamia uchaguzi mkuu. Aidha, katika mwaka 2025 alitoa kauli za kuonyesha kuwa hakutakuwa na maandamano yote yale isipokuwa ya watu kwenda kupiga kura. Aidha, Samia alisema licha ya kuwa yeye ni mgombea wa urais, lakini bado ni amiri jeshi mkuu na kuwa hakutakuwa na nywinywi wala nyunyunyu. Je, huo si ushahidi tosha wa kuwa jeshi la polisi na vyombo vya usalama vilikuwa na taarifa tosha za mipango ya maandamano hayo? Na kama vilikuwa na taarifa hizo, kwa nini havikuchukua hatua za kuzuia na kuweza kukabiliana nguvu isiyo ya kujeruhi na kuua? Je, kauli za Albert Chalamila hazionyeshi kuwa tayari serikali ilikuwa na habari na maandamano hayo? Je, yale magari mengi mapya ya polisi yalikuwa yameletwa kufanya nini?
Tume imetoa takwimu zinazokizana na idadi ya watu waliouawa na kusema kuwa eti waliuawa ni watu 518 ambapo wanaume ni 490 na wanawake ni 28. Kamati kuu inasema kwa kauli moja kuwa idadi hiyo sio sahihi hata kidogo, kwani ina taarifa za kuaminika kuwa ni maelfu ya Watanzania waliouawa na miili yao kuchukuliwa na kurudishwa katika vyumba vya maiti kama mizoga.